Viongozi wa kidini, kimila pamoja na vyama vya siasa wilayani Muheza mkoani Tanga wametoa wito kwa jamii kuhakikisha wanatunza amani iliyopo kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu. Wakizungumza katika kongamano la amani lililoandaliwa na mkuu wa wilaya Muheza, Ayubu Sebabili, viongozi hao wamesema kuwa kama viongozi wa dini wana wajibu wa kukemea vitendo vyote vya uvunjifu wa amani kwenye nyumba zao za ibada, sambamba na kuhamasisha wananchi kujitokeza kushiriki uchaguzi mkuu. Sisi kama viongozi wa dini ni chachu kubwa sana ya amani. Ndio maana tunahitajika kila wakati kuwa waonyaji. Kwa Mkristo tunasema unapobatizwa wewe ni nabii, wewe ni kuhani, wewe ni mfalme. Na kuhani kazi yake siku zote ni kuonya. Tunaona mfano wa mfalme Daudi alipopotoka, nabii Nathan akaenda kumuonya, na yule nabii mfalme akatubu, akajiona kweli amekosa, na amani ikaendelea kuwepo. Kwa tushiriki katika kongamano hili na tushiriki katika uchaguzi huu tukiwa na macho ya kuelekeza wenzetu pale ambapo kuna kosa. Amani ikitoweka ndani ya familia yoyote ile au kwenye taasisi yoyote ile, mjue hakuna kitakachokwenda, ni vurugu. Kwa niaba ya wazee wenzangu, naomba tujitahidi huko tuliko mtaani, tujaribu kukaa na vijana wetu na watu mbalimbali, kusisitiza juu ya mshikamano, ushirikiano, upendo ndani ya jamii, ili tudumishe na amani yetu ambayo ninafikiri tutashirikiana vizuri sana, na tuanzie kwa vijana wetu. Wazee wenzangu, na waomba sana vijana wetu wengine wanavyoelekea hawajakaa sawa. Kwa kweli tukae majumbani, tukae na vijana mtaani. Hata ukimuona kijana amekaa isivyoelekea na wengine wanajifanya wanaingia kwenye siasa zisizoeleweka, basi tujitahidi tuweze kuwaweka vizuri, ili wasije wakawa chanzo cha vurugu na amani ikavunjika ndani ya nchi yetu kwa ujumla. Sana kwa wazo la amani alifikiria, na limeleta busara kubwa, kwa sababu watu wa dini ndio watu ambao wanaweza wakafanya mambo yakawa mazuri au yakawa mabaya, kwa sababu wao ndio ambao wanakaa na watu wengi sana. Katika baadhi ya sehemu nyingi tunakutana kwenye mambo ya mikutano ya dini, kwenye swala za Ijumaa, huwa tunakutana sana watu wa dini na watu ambao wanaotoka sehemu za mbalimbali. Kwa hiyo ujumbe utakuwa umefika vizuri sana, kwa sababu sisi tuna nafasi ya kuzungumza sana na waumini wetu wa dini, hasa upande wangu nasema dini ya Kiislamu, na uwezo wa kuzungumza na baadhi ya watu wengi ambao tunakutana nao. Kwa hiyo naamini kabisa hili kongamano leo limeleta faida kubwa katika shughuli za amani. Waumini, mimi ninachowaambia hivi sasa kwamba baada ya kufanya kongamano hili, sasa kama wao watatuona kwenye vyombo vya habari au watatuuliza tukitoka, basi wajue kabisa kama cha kufanya ni amani tu. Wasichezee amani, waidumishe amani, tukae tuangalie moja tu la kufanya uchaguzi kwa utulivu na amani, bila kuleta mambo ya aina yote, wala tusisitize maneno ya ajabu ambayo yapo kwenye mitandao haya kutushawishi mambo ya ajabu. Tusishawishike, kwa sababu amani ikivunjika hakuna hata ibada, hatuwezi kuswali, hatuwezi kumwabudu Mungu. Amani ndio tunu ya nchi yetu. Tukiwa na amani, inaanza ndani. Ukiwa katika ndoa, kama hakuna amani, nyumba haiwezi kuendelea. Hata maendeleo ya kifamilia hayatakuwepo kwa sababu amani haipo. Kwa hivyo amani inaanza kwangu mimi mwenyewe, na ninaona ninapokuwa na amani hata maendeleo ndani ya nyumba yanakuwepo. Lakini amani ikitoweka hata maendeleo hayatakuwepo. Kwa hivyo kama amani iliyopo ndani ya nyumba, vivyo hivyo tunahitaji amani katika nchi yetu. Zangu, ninyi kama wadau muhimu katika kuwalingania wananchi kuhusiana na amani na usalama, nimeomba tushirikiane kwa haya yafuatayo. Ni ombi langu kwa viongozi wote wa dini, Waislamu na Wakristo. Tunatarajia kabla ya uchaguzi tarehe 29 tuna ibada ambazo zinahusisha watu wengi. Tuna siku ya Ijumaa kwa Waislamu, lakini tuna siku ya Jumamosi kwa Wasabato, tuna siku ya Ijumaa pili kwa Wakristo wengine ambao sio Wasabato. Ombi langu
naomba tutumie mkusanyiko hiyo mikubwa ya kiibada kuwaomba na kuwaelimisha wananchi kujitokeza kupiga kura tarehe 29 ikiwa ni haki yao kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi wa dini, ninawaomba muendelee kuwaeleza waumini wetu katika sehemu za ibada, kuwatahadharisha ikiwa mtu atabainika anafanya ushawishi mbaya, tuelewane, ushawishi mbaya dhidi ya zoezi la upigaji kura, ajue ametenda kosa. Na mtu akitenda kosa, basi vyombo vya usalama vitashughulika naye kuanzia mwanzo hadi mwisho, na sisi hatupendi twende katika hatua hiyo. Kila mtu ajitokeze, ninyi mtumie ushawishi wenu wa kiimani kuwataka watu wafanye hivyo, na waendelee kutulia kusubiria matokeo. Na hakika kama ilivyoshauriwa hapa kwamba uadilifu katika matokeo pia utazingatiwa.